Uwarigani mwanafamilia wa Roby Media, na hii ni Soka Bongo, na leo Soka Bongo tuko sehemu moja hivi inaitwa Kange. Hii Kange iko Tanga, na hapa Kange ndipo pana uwanja ambao umeweza kutumika kwa wingi zaidi kwenye ligi ya mkoa Tanga, ambayo ligi hiyo leo ilikuwa ni fainali na imeweza kutamatika vyema kabisa. Ushindi wameweza kuondoka nao Small Prison, timu ya magereza kutoka Tanga, ambao kwenye mchezo wamejitambulisha kama Small Prison, na ndo jina ambalo wanaenda nalo kwenye ligi zingine kukiachana na ligi ya mkoa. Langu jina ni Roby wa Roby Media, na sasa tunafanya mahojiano na moja ya wachezaji ambao wameweza kushiriki kwenye hii fainali. Familia wa Roby Media, na hapa tuko na moja ya mchezaji kutoka timu ya SK Force. Bwana, tutaenda kuzungumza kuhusiana na mchezo wa fainali. Ni moja ya mchezaji ambaye ameweza kushiriki fainali vilivyo, ameionja. Haikuwa rahisi, kuna timu nyingi zimeweza kushiriki kwenye ligi hii ya mkoa Tanga, lakini SK Force wameweza kushiriki fainali wakimenyana vikali na Small Prison, watu wa magereza hawa. Tuko na huyu mchezaji atakwenda kujitambulisha majina yake. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina mimi ndo Omari Saidi. Unaitwa? Omari Saidi. Omari Saidi. Mchezo umeonaje? Mchezo ulikuwa tafu na kila timu ilikuwa inataka ushindi. Pole sana na hongera, maana naona shingoni mwako huko na medali ya kushiriki fainali. Asante sana. Asante. Na kuhusiana na mchezo, nyinyi mmeweza kupoteza mbele ya Small Prison. Unadhani Small Prison walikuwa bora zaidi upande gani mpaka wameweza kuwazidi? Small Prison walikuwa bora kwenye upande wa viungo. Kwa sisi timu yetu ilikuwa imekatika kwenye viungo. Kwa ndo katumia hiyo njia kwamba tumekatika kwenye viungo, timu yetu imerudi chini, au ndo kana tumia hizo njia. Na unadhani nyinyi timu yenu kukatika kwenye viungo, ile chemistry ya kimichezo kukatika, inatokana na nini? Vijana wengi pengine hawajawahi shiriki fainali, nimekuwa ni mara ya kwanza, ku pressure mihemko ndio imeweza kupelekea, au kuna kitu kingine ambacho kimeweza kupelekea labda, au pengine mmefanya mazoezi muda mfupi? Ni kitu gani hasa unaweza kusema kwamba ndio tumeweza kupungua, lakini kilichotusababisha zaidi kupungua ni hiki? Goli lilivyoingia ndo mfumo, tukabadilisha mfumo kwamba tunarudi nyuma sasa. Kwa pale ndo yani tulirudi nyuma, afu ndio wakawa na hamu ya kushambulia. Kwa pale ndo yani wakatumia njia hiyo, sisi tumerudi nyuma, wao wanashambulia. Sawa. Na wewe vipi kuhusiana na malengo yako kimchezo, malengo endelevu? Una mpango wa kuja kuwa mchezaji mkubwa, au unacheza tu kwa sababu ni ligi ambayo imekukuta ukiwa ndani ya area ya Tanga? Pengine una ndoto zingine ukiachana na mpira? Tunataka kujua ndoto zako zipo kwenye mpira au mavipi? Mimi ndoto zangu kwenye mpira zipo, na ndio maana mimi tangu timu tumeitoa tangu chini, tangu wilaya mpaka tumelisha mkoa mwaka jana, mwaka huu tumeenda nao mpaka 8 mpaka finali hapa. Sasa ikitokea kuna timu kubwa wanaweza kukuona kupitia kipaza au kupitia mitandao ya kijamii, wanahitaji kukuchukua, utakuwa upo tayari kuacha kile ambacho unafanya, haijalishi kila kuingizia pesa au kiingizia pesa, utakuwa upo tayari kuacha na kwenda kutumikia soka? Mimi nipo tayari, kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo nimeichagua. Nipo tayari, na pia kupitia kwa viongozi wangu. Lazima upitie kwenye uongozi, kwamba saizi uko chini ya uongozi. Kwa saizi upo chini ya SK Force? Chini ya uongozi wa SK Force. Sawa. Na unaweza ukatupa namba zako za simu kwa wale ambao wanaweza kuona performance yako, kuona hii interview, wakataka pengine kuongea mawili matatu, au kukushauri au kukupongeza kwa namna moja ama nyingine? Unaweza ukatoa namba zako za simu? Kwa namba za simu ni 07 66 26 10 37 mwisho. Kwenye mitandao ya kijamii unamiliki akaunti pengine za mitandao hususan Facebook, Instagram, TikTok? Hapo Facebook ndio unatumia zaidi. Kwenye Facebook unafahamika kama nani? Omari Nambala. Omari Nyambala. Nambala. Omari Nambala. Bwana, huyu ni Omari Nambala, ni mmoja ya mchezaji ambaye ameweza kushiriki fainali. Sijui ni mara ngapi kushiriki fainali, na hii ni kwako ni mara ngapi kushiriki fainali? Kwenye ligi ya mkoa hii ndo mara ya kwanza, lakini katika ligi za mtaani nimecheza nyingi. Kwenye ligi za mtaani nimecheza nyingi. Ligi za wilaya? Ligi ya wilaya finali pia tumecheza. Kwa tayari umeshaanza kugain experience kushiriki finali. Ligi ya wilaya tumepandisha timu, na mkoa hii pia tumecheza. Na hizo ligi zote ambazo umeweza kushiriki finali, umewahi kupata medali kama hii?
Ukicheza finali lazima utakuwa na medali. Kama ni ligi ya wilaya kuna medali, na mkoa kama hivi kuna medali. Kwa kwenye kabati letu, kwenye kabati letu la michezo, ni medali ya ngapi? Hii hapa ni ya pili. Ni medali ya pili. Ya kwanza ya wilaya, hii hapa ya pili ya mkoa. Lakini leo ulinusurika kuligusa lile kombe. Sema umeliona kabisa pale mezani. Sema tu bahati ilikuwa kwao, wametumia sisi makosa yetu. Ndio hivyo wametuadhibu. Siku moja ukiwa kwenye klabu kikubwa, unafikiria utaweza kuligusa kombe? Tunaomba Mungu na timu inavyopambana, ndio hivyo Mungu atusaidie. Mchezaji gani ambaye anakuexpire kidunia na kitanzania pia? Ndio unaona yes, I wish niwe kama huyu. Mimi kwa namba ninaocheza mimi, mchezaji ambaye ni role model kwa hapa Tanzania mimi ni Baka. Ibrahim Baka. Huyo ndi model kwako na unajifunza vingi kwa? Najifunza vingi nilipitia kwake. Sawa sawa, na hongera. Neno la mwisho kwa mashabiki wako pamoja na wanamichezo na wana Robe Media. Mimi kwa neno la mwisho kwa mashabiki, wasichoke. Skyforce tunapambana. Skyforce tuna umri mdogo, tunapambana, naomba msichoke. Tunaahidi kwamba mwakani tukiingia tena tutafika finali na tutapita mpaka kanda. Naamini mwakani mtachukua kombe. Mnaahidi mashabiki? Tunaahidi, tunapambana na tutachukua kombe mwakani inshallah. Sawa. Bwana, mashabiki wa ni SK Force, mmoja mchezaji anawaahidi mwakani kwenye ligi tena ya mkoa wataweza kuchukua kombe na mtaenjoy. Leo wamegusa medali, lakini wakati mwingine wataweza kuchukua kombe. Nilikuwa naye Omari Said. Nani? Omari Said namba. Nilikuwa na Omari Said. Asante Omari. Gani mwanafamilia wa Robe Media. Mimi ni Robe wa Robe Media na hapa niko na mmoja ya shabiki ambaye ameweza kufuatilia mchezo wa fainali ligi ya mkoa Tanga, ambayo Small Prison ameweza kuondoka mshindi na mbele ya SK Force, na niko na shabiki. Tutajua ni shabiki wa timu gani na nini ambacho amekishuhudia yeye kuanzia dakika 45 za kwanza na dakika 45 za pili, dakika 90 za fainali hapa kwenye uwanja wa Kange. Location ni Tanga moja. Habari yako? Salama mkuu. Pole na matokeo, hongera na matokeo. Sijajua ni shabiki wa timu gani. Asante sana. Jina langu naitwa Jeremia Rukindo. Mimi ni shabiki wa Small Prison, lakini pia ni mdau mkubwa sana wa michezo, hasa mpira wa miguu. Kiukweli mpira ulikuwa ni mzuri na matokeo yalivyotokea ni kama hivyo ulivyoona. Lakini wakati uliopita, mechi iliyopita ya Small Prison waliweza kupata ushindi, lakini ule ushindi ilikuwa ni dhidi ya NKM, na hao NKM goli ambalo lilimpa ushindi Small Prison lilikuwa ni la kujifunga, na leo hii mmeweza kupata magoli mawili ya kufunga. Hiyo nataka kuzungumza nini kuhusiana na performance ya Small Prison na mashabiki na wachezaji ambao mmeweza kukutana nao, yani namaanisha timu pinzani. Ilikuwa vipi ukilinganisha na timu ambayo umetoka kucheza mchezo uliopita kuelekea fainali hii? Kiukweli fainali ilikuwa ni ngumu sana kuliko mchezo uliopita wa nusu fainali. Na Skyforce walijipanga vizuri. Lakini na timu ya Small Prison nayo pia ilijipanga vizuri, ndo hatimaye kupata matokeo katika mchezo huu wa mwisho. Performance ya leo kwa upande wa Small Prison ilikuwa nzuri kwa kurekebisha makosa yaliyopita katika mchezo uliopita. Kwa hiyo tuwape hongera kwa hicho ambao wamechokipata kwa leo. Sawa. Na unadhani SK Force wao wameweza kupungua sehemu gani ambapo nyinyi kwenu imekuwa ni advantage kubwa sana ya kushinda leo? Kiukweli hawana makosa, lakini ni matokeo ya kimchezo. Kwa sababu kama ulivyoona mpaka dakika ya 90 na niongeza kidogo, matokeo yalikuwa ni 1-0, lakini wao wakaweza kukomboa goli na hatimaye makosa madogo sana na defense yaliyotokea ndio wakaweza kupata goli la pili kwa timu yetu ya Small Prison. Neno moja kwa mashabiki wa Small Prison na wana Tanga, wana Kange, una nini cha kuambia kuhusiana na Small Prison? Na vipi wewe kama shabiki wa Small Prison, malengo yenu kama Small Prison kuelekea au pengine kukua mpaka kushiriki ligi kuu Tanzania bara, nini cha kuambia? Nini cha kuambia, kwa sababu nimeona mashabiki si wengi sana. Inaweza kawa pengine muamko ni mdogo kwa sababu hawajui malengo ya muda mrefu, hawajui faida za kushangilia au kushabikia timu zao za nyumbani. Wewe ikiwa ni mmoja ya shabiki, unajua thamani ya kushirikia kitu chako au kukikuza kitu chako, una nini cha kuambia?
kiukweli safari ndio imeanza. Sasa hivi tuko kwenye hatua ya ngazi ya mkoa, baadaye tutaenda kwenye kanda na kupambana kufika daraja la pili, hatimaye daraja la kwanza na mpaka Premier League. Kwa hiyo nipende kuambia mashabiki wa mchezo wa mpira wa miguu hasa wa Small Prison wa mkoa wote huu wa Tanga kwamba tuungane pamoja, tuishabikie timu yetu, tuipambanie ili iweze kufanikisha malengo yake ya kuweza kucheza Premier League. Asante sana. Na wewe pia ndugu yangu. Shukrani. Uhari gani mwanafamilia wa Lobe Media, na hii ni Soka Bongo. Tuko hapa kwenye uwanja wa Kange. Location ni Tanga moja. Kutoka nyanda za juu kusini mpaka Kange tumekuja kuinua vipaji kupitia kipindi chetu cha Soka Bongo. Langu jina ni Robi wa Robe Media. Niko na katibu wa Small Prison ambao wameweza kutoka na ushindi leo kwa bao 2 dhidi ya bao 1. SK Force wameweza kugalagazwa kwenye uwanja wa Kange. Uhali gani kiongozi? Mimi kwa hali yangu ni nzuri kabisa. Niko ni mtu mwenye furaha na bashasha. Naona uko na vibe kubwa baada ya kutoa ushindi tupate na kombe kabisa. Naona uko na vibe. Uko na vibe kubwa baada ya kulisotea kombe hili kwa miaka takriban kama 3-4 hivi. Ulikuwa unalipigania hili? Nalipigania hili kombe. Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu. Leo hatimaye 2025 Small Prison mweza kulitoa kombe na kwenda kuliweka kabatini. Ni kweli, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu dua zilikuwa ni nyingi. Tumelipambania kwa muda mrefu na kuandaa timu yetu kwa muda mrefu. Hakika Mwenyezi Mungu ukimuomba naye anajibu. Leo hii katujibu dua zetu, tunashukuru. Sogeza maiki kidogo, karibu. Mchezo umeonaje? Mchezo wa fainali, mpinzani alikuwa vipi? Alikuwa ni mlegevu au alikuwa ni mzito? Umetumia nguvu kubwa, maandalizi makubwa mpaka kuweza kutoa hili kombe? Kwanza kabisa nipende kumpongeza mpinzani kwa sababu hakuwa mnyonge kiasi hicho. Mechi ilikuwa ni ngumu, na ikumbuke kwamba inapokuwa michezo ya fainali inakuwa ni michezo migumu sana. Mpinzani anajiandaa, wewe mwenyewe unajiandaa, na sisi tulihakikisha tunaiandaa timu yetu katika mazingira aina yoyote, katika kucheza, katika nje ya uwanja, kuangalia ni namna gani tunaweza kufanya ili kufanikisha kuchukua ubingwa huu. Haikuwa rahisi kwa kweli. Wapinzani ni timu moja nzuri sana, timu bora sana, imetupa mechi moja nzuri sana na ngumu. Kiukweli ni wapongeza wachezaji wangu, walifanya juhudi za makusudi kuweza kupata ushindi wa magoli 2-1. Haikuwa rahisi kwa kweli. Una nini cha kuambia mashabiki wenu wa Small Prison? Una nini cha kuambia haswa, kwa sababu nimeona vibe ya mashabiki imekuwa ni ndogo sana. Sijajua shida ni mwamko au pengine Small Prison misimu iliyopita hamkuwa vizuri kulinganisha na msimu huu. Kwanza kabisa niseme ilikuwa ni surprise kwa mashabiki wa kata ya Maweni kusikia kwamba timu ya Small Prison safari hii itahusika katika mchezo wa fainali, baada ya kuona kwamba ni miaka mingi timu za kutoka ukanda wa Maweni hazishiriki fainali hizi. Lakini msimu huu walivyosikia Small Prison wanacheza fainali, watu wakawa hawaamini, na ndio maana uliona katika kipindi cha pili ndivyo watu wakazidi kuwa wengi. Lakini kiukweli tumewatoa kimasomaso watu wa kata ya Maweni, na tumeonyesha kwamba kata ya Maweni kuna vipaji vya hali ya juu. Kuna wachezaji ambao wanaweza tukiwatengeneza kama walimu na watu wengine wakaona kwa jicho la tatu, wanaweza wakatusaidia hata kwa nchi kwa ujumla, na tunaweza tukazalisha wachezaji bora zaidi. Niwapende kuwashukuru washabiki na watu wote wa kata ya Maweni kwa kupitia timu yetu hii ya Small Prison. Hii timu ni ya wananchi, japo ina jina la taasisi, lakini hatuwezi kujifungia. Tunaiacha timu ibaki kuwa ni timu ya watu, timu ambayo inashirikisha watu wa namna yoyote ile, iwe ni askari, iwe ni raia. Kwa hiyo tunaileta kwa watu wa kata ya Maweni wajue kwamba Maweni kuna timu yao, na sasa tujipange kwa ajili ya kwenda kushiriki mashindano ya RCL huko tutakapopangiwa, na tuongeze nguvu katika kushirikiana ili tuweze kuona tunaweza kuipandisha timu yetu hii kwenda katika daraja linalofuata. Sawa. Maweni, timu ya Small Prison ni timu yenu haswa. Kuitwa Small Prison si sababu. Hayo ni menukuu tu, na shukrani sana kiongozi, na hongera tuweze kupata 2-3 kutoka kwa mchezaji wako. Karibu. Hongera na mchezo. Na kwa majina unafahamika kama nani na ulicheza namba ngapi, na kuona ukiwa na kidani cha captain? Kwa majina anaitwa Christopher Dastan Nyoni. Ni captain wa Small Prison. Kwa mchezo wa leo sikubahatika kucheza kwa sababu ya matatizo ya injury ndogo. Kwa hiyo sikuweza kunanilia, lakini nilikuwa kwenye sabu. Lakini ulikuwa pale kwenye sabu, umeweza kuona mchezo vizuri, umeweza kumuona mshindani. Una nini cha kuzungumza kuhusiana na wachezaji wenzio ambao walikuwa ndani ya pitch pamoja na mpinzani? Una nini cha kuambia?
Mpinzani alikuwa tafu sababu ametupa mchezo mgumu mpaka tumeweza kutoka kuongoza goli moja mpaka kaja akachomoa na tukaweza kuongeza goli la pili. Mechi ilikuwa tafu sana, wana timu nzuri, lakini mchezo wa fainali lazima apatikane bingwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekuwa mabingwa. Tunaenda kuwakilisha mkoa wa Tanga katika ligi ya RCL. Ulifeel kitu gani baada ya kuona mmepiga goli moja wakaja wakakomboa? Nini ulipata, yani ulipata hisia gani? Lazima kama mchezaji timu yako unataka iwe bingwa, lazima ufeel bad kwa sababu uwezi ukawa unaongoza afu anakuja anachomoa. It means mtu anayechomoa toka nalilia nyuma anakuja nalilia, anakuwa na nguvu kubwa sana ya kuweza kukushambulia na kupata matokeo zaidi. Kwa hiyo nilijisikia vibaya sana kwa sababu nilikuwa benchi, nilijisikia vibaya sana hicho kitu. Kwa hiyo niliumia kiukweli. Sawa sawa. Na nini ambacho unaweza kuwaasa mashabiki wa Small Prison? Mimi ninachopenda kuwaasa mashabiki wa Small Prison wasitutupe, waendelee kuwa na sisi kwa sababu huenda walikuwa haamini katika sisi, lakini tumewaaminisha kwamba tunaweza na tunaweza tukaleta kitu fulani. Ndio maana hata ili kombe leo linaenda nyumbani kata Maweni na linaenda kwa Small Prison. Kwa hiyo kwa ujumla nawakaribisha sana waendelee kutusupport, wasikate tamaa na timu yao. Timu iko vizuri, wenyewe wameiona, hata wewe mtangazaji umeiona. Kwa hiyo tunaendelea kujipanga zaidi ili tuwe bora zaidi hapa ambapo tulikuwa. Sawa sawa. Na wewe katika uchezaji wako, hii leo imekuwa ni fainali ya ngapi au ni fainali ya kwanza kwa ligi ngazi ya mkoa? Kwa ngazi ya mkoa ni fainali yangu ya kwanza kwa sababu msimu ulioisha tuliishia nusu fainali. Hatukuweza kufika fainali. Kwa hiyo raundi hii mmeweza kufika fainali. Mwaka jana tuliishia nusu fainali ukiwa na timu hii na Small Prison ya. Na raundi hii ukiwa na Small Prison mmeweza kufuta yale machozi uliyoyapata msimu uliopita. Yeah, of course. Hongera sana. Hongera sana kwa mchezo. Asante sana.